unaofuata sasa hivi kitabu siyam. Tutasoma kidogo alafu tutamalizia hadithi nyingine katika siku ya kesho Lakini kwa sababu wakati upo tutaanza kusoma kitabu as-siyam. Hiki ni chuo cha siyam. Huu ni mlango wa siyam. Hiki ni kitabu cha siyam. Siyam, kufunga kilugha maana yake ni kujizuia. Al-imsak maana yake ni kujizuia. ويقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو كلام أو أعراض الناس وعيبهم صائم. Patasemwa kila mwenye kujizuia na kitu kutokana na chakula, au mtu kajizuia na kutokusema au kusema vibaya heshima za watu na aibu za watu, anaitwa kwamba mtu huyo ni saim, mwenye kufunga. Hiyo ni kilugha. Faquli inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimejizuia nyamaza kwa Rahman. Lakini kisheria nini maana saumu kisheria, kitaalam, kwa lugha ya kisheria ya Kiislamu? Maana yake al-imsaku biniyatin anil muftirat min shakhsin makhsus fi waqtin makhsus, ni kujizuia biniya, kwa kutia nia na vitu vyenye kufunguza kutokana na mtu maalum na katika wakati maalum. Mtu maalum na wakati maalum. Mtu maalum anaruhusiwa min shakhsin makhsus, kwa mtu maalum na katika wakati maalum. Kwa maana unaanza min tulu'i al-fajr ila ghurubi shams, tokea kuanza kwa alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua. Jua likishazama tu unatakikana ufungue. Na hili ni kuwapa habari na kuwapasha wale ambao wasiofahamu kwamba watu wengine wao wanasubiri mpaka adhana. Adhana ni kwa ajili ya kuswali, lakini wewe ukiona jua limezama tu basi kula. Ndio sheria ya Kiislamu ilivyo. Kwani ni nani anakuambia kwamba asubuhi imeingia utakana kufunga? Ala kulli hal, jua linapozama wewe unatakana ufanye nini? Fungue. Na sio uone mwanga sana, unaona mwanga kule, jua liona. Ikiwa ulioni jua limezama, fungua. Na usijokapanda kwenye muembe au kwenye mnazi ukasema naliangalia limezama, hilo uweze kuliona kuzama. Kwa pale pale ulipo naangalia jua limezama, likiwa limezama unatakana ufanye nini? Ufungue. Ndio sheria ya Kiislamu. Ama adhana ni kwa ajili ya sala. Adhana ni kwa ajili ya nini? Sala. Ala kulli hal, kwamba lakini kuna mwingiliano kati ya adhana na kuzama kwa juma wakati mwingine. Na siyamu Ramadhan, faradhi ya Ramadhan au kufunga mwezi wa Ramadhani kwa kumbukumbu na tarehe za Kiislamu imefaradhishwa katika mwaka wa pili Hijria bil ijma', kwa mapatano ya wanawachuoni wote. Kwa mapatano ya wanawachuoni wote kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha siyam. Na funga zamani ilikuwa imefanywa khiari, wakati mwingine tadrij, ilikuwa imefanywa takhyir na tadrijia, kwamba ilikuwa sio jambo la lazima, mwisho ikawa ni lazima. Tumeelewana? Ala kulli hal, saumu pia vile vile ni nguzo katika nguzo za Kiislamu. Muislamu ni lazima ufunge, kwa sababu ni nguzo katika nguzo zile nguzo tano za Uislamu.
na yule mwenye kuacha kufunga atapata dhambi. Wengine humu ikifika Ramadhani tu matumbo ya kuhara tayari, sababu mimi bwana nikifunga na harisha. Au mwingine bwana kifunga mimi, hawezi mtu mwingine hawezi, basi anajificha ndani, vilivyobaki usiku avila yeye. Haya ni matatizo makubwa kwa baadhi ya Waislamu, hawajazoea kufunga tokea wakiwa wadogo, hasa wanaume. Wanawake wanaweza jambo hili na ni watu madhubuti na ni wengi wao wanafunga, na wanaume wengi utakuta ni Waislamu lakini ni makobe, hawafungi kutokana na imani zao zilizokuwa dhaifu, na pia wengine hawawezi kuvumilia njaa kama wanavyodai wao wenyewe. Tumeelewana? Na jambo la kufunga ni lazima mtu awe mzima wa afya, ndio anaruhusiwa mtu huyo kufunga. Ama mgonjwa na msafiri, yeye anafaa kufungua na kisha atakuja kulipa haki hiyo pale udhuru wake utakapoondoka. Na ndugu zangu Waislamu, hii saumu ina faida nyingi. Miongoni mwa faida za saumu ni mtu kukua, yani uwe unapata ucha Mungu. Kuna kusaidia wewe kuwa mcha Mungu, unakusaidia wewe kupata takwa, kwa sababu saumu ina taathira kubwa sana katika kuhifadhi vitu vya mambo ya haramu vilivyo dhahiri, kadhalika na kujihifadhi na mambo mengi sana. Kwa yule ambaye ni mwenye kufunga anaona haya kufanya baadhi ya mambo, na pia ni jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuacha vile ambavyo ni vya matamanio ya nafsi ambavyo mtu kavizoea. Na hapa yatadhihirika ukweli wa mahaba ya mja kwa Mola wake na kumwadhimisha yeye. Mtu unaacha kula kuanzia asubuhi mpaka jioni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inaonyesha mja huyo ana mapenzi na Mola wake, japokuwa anamuasi katika baadhi ya wakati, lakini yale mapenzi yamethibiti kwake yeye. Na pia vile vile kuna tarbia, malezi maalum ya kufanya subra, watu kujizoesha kufanya subra. Ni malezi haya, tunapata malezi mazuri kutokana na saumu hii. Na wengine wanasema kwamba saumu ni faida pia vile vile kwa Muislamu au kwa mwanadamu, ya siha yake, ya uzima wake na afya yake. Anautaharisha mwili wake kutokana na michanganyiko mibaya, na anachuma uzima na kuwa na nguvu. Baadhi ya madaktari wanathibitisha hilo. Ukiangalia msikize Dr. Janabi, pia naye anaeleza haya. Na ikiwa kuna mwanawachuoni wa kidaktari amezungumza jambo, basi ni lazima watu walifuate. Ni kama vile kasema Ibn Taymiyyah katika masala fulani, na hivyo madaktari ni wenye kusikilizwa, wanapewa kipaumbele. Sheria ya Kiislamu imewapa kipaumbele, wasikilizwe. Tumeelewana? Sio kasema yule si daktari tu. Hapana, Uislamu unatakikana tuwafuate wale wamewapa. Uislamu umewapa power. Tumeelewana? Wale wanaingia katika maulama kuangalia afya za watu, na hakuna kitu muhimu kwa Muislamu kama kuwa na afya na faragha. Ni vitu muhimu sana kuvichunga hivi. Bila afya hatuwezi kufanya mambo yote. Kwa hiyo madaktari wakina Dr. Janabi na wengineo wanathibitisha kwamba saumu vile vile ina chuma uzima ndani yake na nguvu ndani yake, kutokana na watu mwaka mzima wameshajipiga mapilau, wamekula vitu vya ovyo, mtu ameshindia mapera, madakwa, kitu gani, vitoria, wala tu mwaka mzima.
Sasa kusafisha hayo mambo ni lazima ufunge, utoe uchafu mbalimbali ambao katika mwili wako na sumu mbalimbali ambazo zimepatikana kutokana na vyakula. Basi madaktari wao wanasema kuna uzima katika kufunga. Ukiachilia mbali na hayo, ni faradhi Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha kwenye kitabu chake. Maelezo yamerefuka kabla hatujasoma hadithi hizo, lakini sio mbaya, sio maelezo mabaya sana lakini yaliyokuwa mazuri zaidi ni hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ya 190. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain, msitangulie ramadhan. La tusbiqu, asili yake la tataqaddamu bitaaini, ndio asili yake la taqaddamu ramadhana, msitangulie ramadhan bisawmi yawmin, kwa kufunga siku moja, wala yaumain, wala kufunga siku mbili. Kwa maana Ramadhani kesho ukaanza kufunga leo, ukabahatisha kwamba mimi nafunga leo, na wala si ada yako wewe kufunga, ukasema nafunga leo na kesho, au leo na kesho kutwa ndo Ramadhani imeingia. Mtume alayhi salatu wasalam amekataza kusema hivyo, la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain, msitangulie Ramadhani kwa kufunga siku moja au siku mbili. Kisha akavua akasema, illa rajulun, ila mtu ambaye, badali min adh-dhamir la taqaddam, msitangulie Ramadhani isipokuwa kwa mtu ambaye, illa rajulun, isipokuwa kwa mtu ambaye kana yasumu sawman, alikuwa ada yake ni kufunga saumu, faliyasumuhu, basi na afunge. Wewe ikiwa ada yako kila siku ya Jumatatu ulikuwa una ada ya kufunga sunna, Ramadhani ikakukuta siku ya Jumanne, utaruhusiwa kufunga siku ya Jumatatu, kuifunga ile ada yako, kisha unaendelea na saumu ya Ramadhani. Lakini wewe huna ada hiyo ya kufunga Jumatatu, ukafunga Jumatatu, Jumanne Ramadhani, Mtume alayhi salatu wassalam amelikataza jambo hili. Tumeelewana? Hadithi imekaa vizuri. Watakiwa utoe ufafanuzi kama huu. Mwambie mtu usifunge Ramadhani kwa siku moja au siku mbili, isipokuwa mtu ambaye alikuwa kawaida yake ni kufunga saumu, faliyasumu, basi aendelee kufunga mtu huyo. Ikiwa ni ada yako kufunga siku ya Alhamis, ukafunga Alhamis, Ramadhani ni Ijumaa, basi utaruhusiwa kufunga Alhamis pamoja na Ijumaa na kuendelea Ramadhani nzima. Lakini ikiwa ada yako wewe sio kufunga, hadithi hii itakuhusu wewe kwamba usifunge, subiri Ramadhani ifike. Tumeelewana? Lakini pia kuna baadhi ya watu wengine nao, au ili tuliache, wanafululiza kufunga mwezi wa Rajab, Shaaban na Ramadhani. Allahu musta'an. Hilo tuliache kwanza. Tumemaliza hadithi hiyo. Hadithi inayofuata, hadithi ya 191, an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala, amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqul, anasema, yaqul
hali ya kuwa ni mwenye kusema idha raaitumuhu, pindi mtakapouona. Idha raaitumuhu, mtakapouona nini? Mwezi. Mtakapouona, idha raaitumuhu, mtakapouona mwezi muandamo. Adhamir aida ila mafhum, ila aidu ila mafhumi min as-siyaq. Idha raaitumuhu, pindi mtakapouona huo mwezi. Fasumu, basi fungeni. Mtakapouona mwezi fungeni. Je, hapa sasa ndio kuna tofauti kuuona watu wote au baadhi? Sababu mtakapouona au mmoja tu utatosha, mtakapouona kuambia wenzake. Tumeelewana? Maana singine lazima tuuone, kwa maana mpaka muone Tanga au Tanzania ndio maana yao. Utakapouona, Waislamu mtakapouona, fasumu, fungeni. Fungeni. Pamoja na khilafu zilizokuwepo, lakini hii kauli sisi tunaona ndio kauli ambayo imenyoka. Utakapouona Waislamu mwezi, fasumu, fungeni. Ikiwa ni mtu mmoja muadilifu kauona mwezi, basi watu wafunge. Lakini hii kauli kwamba sisi hatujauona, umeuona wao wakina nani? Huu ni ubaguzi. Sasa itafika kipindi sasa mwezi itafika miaka, kwa hii system tunazokuwa nazo, mwezi utakuja kuonekana Pemba. Umeonekana Pemba huko. Tumeelewana? Umeelewa lugha hii ilivyo? Sisi bwana wetu hatujauona, umeonekana Pemba huko. Kuna bwana mmoja kule Mombasa akasema, mwezi wa gani umeonekana Pemba huo? Sisi hatutaki. Yani wao wanadharau. Tumeelewana kwamba mwezi hauwezi kuonekana kule. Mwingine atakwambia mwezi umeonekana bara, yani kwa maana kule bara hakuna Waislamu wengi, basi hata mwezi wao pia utakikana. Huo mwezi wa bara bwana. Watu na lugha zile za dharau. Hizi sio lugha za kisheria, lakini labda useme kwamba hiyo ni nchi nyingine, labda macho yao na yetu ni tofauti. Kwa sisi hatuwezi kukubali mwezi wao kwa sababu tumepishana sisi masaa mbalimbali. Tumeelewana? Tumepishana masaa yetu yako tofauti. Time yetu sisi kufanyaje iko tofauti. Kwa sisi hatuwezi kufuata kama Tanzania labda na Malaysia. Wamepishana masaa 5. Na kuna baadhi ya nchi nyingine masaa 8. Nasema bana mwezi umetoka Malaysia, sasa tumepishana masaa 5. Wao sasa hivi labda ikiwa imefika magharibi, nyinyi bado mko kwa saa 9 au saa 8. Shaona mwezi. Sasa kwa bwana Malaysia umeona mwezi, saa 8 mchana umeona mwezi, fungue au tuanze kufunga kesho. Ukaukataa mwezi ule kwa sababu macho yetu yametofautiana. Sasa leo hii sisi tuna kipimo gani? Nchi ambazo tuna macho yetu ni sawa sawa, taimu yetu ni moja, tuukataa mwezi huu. Kama vile nchi ya Saudi Arabia, wao na sisi ni kitu kimoja, tuko kwenye nyuzi moja, macho yetu mamoja, taimu moja, wakati mmoja. Lakini kuna watu sasa wanaokataa kwa sababu ni mbali, hata sielewi au ni vipi, sifahamu. Lakini sisi na Kigoma tunatofautiana, lakini sisi na Saudia hatutofautiana. Sisi hapa tunatoa darasa, takimbilia saa 2, wenzetu huko labda watakawaswali magharibi sasa hivi huko Kigoma. Tumeelewana? Watakawaswali, kwa maana sasa mwezi wao hatukubali kwa sababu tumepishana nao. Lakini wale ambao tuko nao sawa sawa nchini Saudi Arabia kwa degree moja, machoe mamoja,
sisi hatuwataki wala hatukubali mwezi wao. Sasa ni kwa sababu ya umbali au kwa sababu ya nini? Sifahamu, sielewi kwa sababu ya nini. Sasa sijafahamu vipimo vyao hawa ni vipi, ni mambo ya kisiasa au ni mambo ya nini? Utakuta ni mambo ya kisiasa. Sasa sisi hatufuati siasa, sisi tunachofuata ni dini, nifuata ni dini. Kwa hiyo Waislamu wakiuona mwezi fasumu, fungeni. Ukisema ni lazima tuuone, je, kipofu asifunge? Kipofu asifunge? Ataambiwa. Sasa na wewe haya. Kwa hiyo mwaka huu mfunge na mwezi wa kimataifa, mjitahidi mfunge na mwezi wa kimataifa. Usikubali kudanganywa na watu ambao wanavutia kwao, usikubali. Maadamu hadithi hii umeisikia, basi wewe ifuate tu. Achana na mambo ya kisiasa, watu kugawa mipaka nini. Mipaka si imekuja juzi tu jamani, baada ya Berlin conference, si imekuja juzi Berlin, kugawa mipaka. Watu wamekaa huko Ujerumani mwaka 1800 na ngapi, 84, ndio wakafanya huko, wakagawa hii mipaka, kwamba huku Kenya, huku Tanzania, huku wapi, ni mradi wakatakata mipaka. Basi sasa sisi tukafuata wazungu katika kugawana, na ndio maana leo Waislamu wanaweza kaonewa hapo Kenya, kusema au Waislamu wa Kenya shakuwa tena matatizo, kama Waislamu wa Kenya, Waislamu wa Tanzania, Waislamu wa wapi. Ala kulli hal, pamoja na khilafu zilizokuwepo, lakini tunazitia nyama zile kauli zetu, kwamba tunazitia nguvu, kwamba kauli zetu zina nguvu kuliko kauli zinazosema kwamba kuna mwezi wa kitaifa. Tumeelewana? Haya, wa idha raaitumuhu, na mtakapouona, faaftiru, fungueni. Mtakapouona fungueni. Fa in ghumma alaykum, pakiwa pana wingu juu yenu. Fa in ghumma, pakitandwa na wingu juu yenu. Faqduru lahu, basi kadirieni hisabu, kwa maana fa in ghumma alaykum faqduru lahu 30, hisabuni mpaka siku 30. Tumeelewana? Ikiwa kuna wingu limetanda, basi sabuni mpaka siku 30. Lakini mwezi asili yake ni siku 29, ndio mwezi. Mwezi ni siku 29 tu, lakini pakiwa na wingu, basi fanyeni isabuni mpaka 30, lakini mwezi huo umeshatoka. Hatukuona tu, lakini ushatoka, umezibwa na mawingu tu, kwa sababu mwezi ni siku 29. Mwezi wa 30 ni bonus tu, lakini ushatoka. Tumeelewana jamani? Hadithi imeeleweka? Hadithi hiyo inatufundisha mambo kadhaa, na katika hayo ni uwajibu wa kufunga saumu ya Ramadhani kwa yule ambaye umethibiti kuonekana au umethibiti kwake yeye kuonekana kwa mwezi mwandamo. Na pia vile vile hadithi hiyo inalazimisha kufungua pale ikithibiti kuonekana mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo saumu imefungamana na kuonekana kwa mwezi mwandamo au mwezi wa kutoka. Kisha ijapokuwa mwezi huo utatizamwa na vyombo vya kisasa, madarubini, pia itafaa kufungua mwezi huo na kuufunga.
kwa sababu mwezi wakati mwingine unatoka lakini ni mdogo sana, hauonekani. Mwezi mwandamo ni kijidude tu hivi, unaweza ukauona mara moja, ukigeuka hivi kurudi tena hauoni, ushapotea, unakuwa ni mdogo sana. Japo unatakikana muwe makini sana. Nakumbuka kisa cha Anas, kitu kama hicho. Watu wamekaa, yeye ni mtu mzima, masahaba wamekaa wanaangalia mwezi, vijana wako pale wakina Abdullah bin Umar kina hawajauona mwezi. Anas asema, mwezi ule nauona, uko wapi? Basi kuna sahaba mmoja akaona isiwe tabu, akampapasa usoni, akamwambia tuonyeshe mwezi. Kuangalia hivi hakuna mwezi. Labda kijinywele kilikuwa kimekaa hapa juu. Sasa aona kwamba kuna mwezi. Sasa vijana wako pale wana macho makali, haoni mwezi. Leo aje mzee pale utuambie bwana mwezi ule mwenye heri, itakuwa sawa hivi? Sasa bwana tukampanguza usoni, akuangalia hivi tuonyeshe hakuna mwezi. Hapa alikuwa hakuna mwezi, ni kijinywele chake. Tumeelewana? Kwa hiyo kuonyesha kwamba ule mwezi unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo tunauweza tukauvuta kutumia vyombo vya kisasa ili kwa ajili ya kuuona, na wataalamu wakishauona wanakupa taarifa kwa bwana mwezi unafanyaje, unaonekana na wewe unafunga, unaonekana na wewe unafanyaje, unafunga. Tumeelewana? Kama sasa hivi kuna vitu vya kisasa, mathalan wenye smartphone wakiingia wataona pale pana nini ile ya kuangalia kibla, unahitaji kwa Kiswahili dira. Kuna dira ile, wakati mwingine umepotea, weka simu yako unaangalia dira na kuonyesha kibla ni huko, utaifuata ile, kwa sababu ni mambo ya kitaalamu yashazuka tayari na hayana ubaya yoyote wote. Kuna vitu vya kitaalamu vishazuka sasa hivi. Badala ya zamani watu kuadhini waenda kwenye majabali huko na wanapiga adhana, sasa hivi unasimama hapa, uko chumbani, kitu kinakufikia hapo hapo ulipo, kinakuja hapo hapo ulipo, umekaa barazani kwako hapo, mambo yaja hapo hapo. Ni hii teknolojia ambayo ilifanyaje, iliyozuka. Kwa hiyo kuutizama mwezi kutumia vyombo vya kisasa basi itafaa. Na nchini Saudi Arabia wao ni wataalamu zaidi, na kuna wizara maalum inaitwa wizara ya mwezi. Ina waziri, ina makatibu, ina vifaa, ina mandege, ina magari, ina marini zile maboti, faiba mbalimbali, vyombo vya kwenda baharini na vitu vya kisasa pia wanayo. Kwa hiyo wao wakitangaza jambo hawabahatishi. Sisi tuna watu tukatibu kata, katibu mwene ni hao tu, shehe wa wilaya, shehe hivi, hana hata simu chake ni cha kitochi. Lakini hawa nazungumzia watu ambao wameendelea katika ulimwengu huu kwa vyombo vya kisasa. Sasa wewe wakataa nini? Nakuuliza swali, kitu gani unachokikataa wewe? Sasa tuna mwezi wetu bwana, baki na mwezi wako, na sisi pia tuna wetu. Lakini kufanya hisabu, kuna watu wanatumia kalenda kwa ajili ya mwezi, hilo halitokubalika, na hiyo ni ijmaa. Hakuna mwezi wa kutizamwa kwa kalenda kama vile wanavyofanya bohora na baadhi ya watu wengine, kwamba wao kalenda yao mwezi wao washaujua, sikukuu yao ya Eid ishajulikana ni siku fulani. Au baadhi ya nchi za Afrika, nadhani kama sio Mali, kitu kama hicho, sehemu za Mali, wao wanatumia pia vile vile kalenda, hisabu. Mwezi huo haukubaliki. Kwa hiyo sio kasikia mwezi umetoka Mali, sio umetoka wapi huku. Kuna wengine wanatumia kalenda huko hizi nchi za magharibi, Afrika ya Magharibi. Tumeelewana Waislamu? Hiyo hadithi inatufundisha mambo hayo
mambo mazuri kabisa, mambo yaliyotukuka. Kwa nadhani tungeishia hapa. Najua mapenda tuendelee, lakini pia tuwahurumie wale ambao wanatusikiliza, wanachoka na. Kwa hiyo kidogo kidogo ndio mwendo. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.